Bana, ndugu mwana michezo, tunaweza kusema sasa mambo yameanza kuwa mazuri kwa upande wa klabu ya Young Africans baada ya kutolewa taarifa ya kuweza kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans au Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambayo ilikuwa inatakiwa kuchezwa tarehe 15 mwezi wa 6 na hatima yake kuahirishwa tena baada ya kuahirishwa kwa mara ya kwanza, ambapo mchezo huo ulikuwa unatakiwa kuchezwa Machi 8 na kuweza kuahirishwa kutokana na sababu ambazo zilikuwa hazieleweki na kuweza kupangwa tarehe nyingine tarehe 15, hatima yake kuweza kuahirishwa. Hiyo yote kutokana na Young Africans kuweza kugomea kucheza mchezo huo kwa mara nyingine tena, tofauti na tarehe ambayo ilikuwa ni ya mwanzo kabisa ya tarehe 8 mwezi wa 3. Hatima yake sasa mambo yanaanza kuwa mazuri, lakini vile vile wameanza kuona kwamba kuna maono au kuna muonekano ambao unaonekana kwamba watapata haki yao kutokana na kile ambacho walikuwa wakikidai kuhusiana na sakata hili, ambapo walikuwa wanadai waweze kupewa alama 3 kwa sababu wapinzani wao hawakuweza kutokea uwanjani, ambapo walidai kwamba kuna figisu walifanywa kutokuweza kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo na hawakuweza kutokea uwanjani. Simba Sports Club wakagoma kabisa kutokea uwanjani na mechi kuweza kuahirishwa pasipokuwa na sababu za kimsingi na kanuni zikiwa hazisemi hivyo kwamba mechi hiyo inatakiwa kuweza kuahirishwa. Young Africans wakafika uwanjani, tunafahamu wote, na wakaweza kufanya warm up pale kidogo, mazoezi na nini, kusubiria wenzao hakutokea, wakaweza kuondoka. Kwa hiyo wakabaki sasa wanadai alama 3 kwa sababu wenyewe walifika uwanjani, lakini wapinzani wao hawakuweza kufika, lakini mambo yakawa mengi na mwisho wa siku ikatakiwa kwamba mchezo huo uweze kurudiwa tena pasipokuwa na kanuni kusema hivyo. Hatima yake sasa mambo yameanza kuwa mazuri. Mchezo ulikuwa umetangazwa tarehe 15 mwezi wa 6, lakini hatima yake barua imeweza kutoka kuweza kuahirishwa kwa mchezo huo tena. Hapa ndugu wana michezo, utaona kwamba mambo yatakuwa mazuri kwa upande wa Young Africans na wanaanza sasa kuona kwamba kuna kitu ambacho kinaenda kutokea, huenda wakapata alama zao 3 ambazo walikuwa wanazihitaji kama mchezo umeweza kuahirishwa tena. Na hii yote ni kutokana na wenyewe kuweza kuhangaika huku na huku kwenda kasi, lakini vile vile kwenda kwa wanasheria mbalimbali kuweza kuona swala hili linamalizikaje, huku wakiweza kuandika barua ambayo ina kurasa 167 wakiweza kuilalamikia bodi ya ligi pamoja na TFF, lakini vile vile kuweza kuilalamikia Simba Sports Club kwamba inabebwa sana katika michezo yake na mambo mengi sana, ukiweza kuandika humo ili kuweza kuona wanasaidikaje kuhusiana na sakata hili na mambo mengineyo. Ndugu wa michezo, kabla sija kujuza vizuri zaidi kitu gani ambacho kinachoendelea, kauli ya engineer imeweza kushtua watu wengi kuhusiana na sakata hili baada ya kuweza kuahirishwa tena kwa dabi ya Kariakoo, lakini tunafahamu kwamba engineer alikuwa anapambania sana swala hili na alikuwa anahitaji sana Young Africans waweze kupata haki yao kwa sababu walikuwa wako ndani ya haki. Kanuni zinasema kwamba wanastahili kupewa pointi 3 na kuahirishwa kwa dabi ilikuwa sio kanuni zinasema hivyo, ilikuwa ni maamuzi tu ya viongozi wenyewe kuweza kuahirisha pasipokuwa na sababu zote za msingi, na kanuni hazisemi hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja ameweza kulipambania hili na mwisho wa siku linaanza kuonekana sasa. Tumeweza kuona paka sakata hili limefika sehemu za serikali huko. Kwa hiyo tunaanza kuona sasa mambo yanakuwa mazuri baada ya engineer kuweza kulipambania, na huenda Young Africans akaweza kupata alama zake 3 ambazo alizokuwa anazihitaji na Simba Sports Club kuweza kunyimwa alama hizo. Kitu gani ambacho kimeendelea? Kabla sija kujuza, tukukumbushe kama mara kwanza tunajiunga nasi, basi tukuombe kuchukua muda wako na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe yaliyoko chini ya video hii, lakini vile vile utabonyeza alama ya kengele katika pembeni yake ili uwe kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka, lakini vile vile uwe mwanafamilia wa channel hii na uwe kwanza kupata habari za kimichezo, zile zenye ukweli na uhakika, zile za ndani kabisa ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote, ila hapa unaweza ukazipata masaa 24 na kwa wakati sahihi. Ndugu na michezo, na tukiendelea kukujuza kilichojiri siku ya leo katika anga za kimichezo kutoka hapa Tanzania bwana, sakata la Young Africans na Simba Sports Club limekuwa gumzo sana, kila mmoja akiweza kusema yake, kila mmoja akiweza kuandaa habari yake na kusema maneno yake kuhusiana na sakata hili, lakini mambo yamekuwa mazuri kwa upande wa Young Africans ambao walikuwa wanaonekana sasa wameelemewa baada ya kwenda kasi na barua yao kuweza kukataliwa, baada ya kuzunguka huku na huku kuonekana kwamba hakuna chochote ambacho kinafanyika, na mwisho wa siku tarehe kaweza kutangazwa na bodi ya ligi kwamba itakuwa tarehe 15 mwezi wa 6 kwamba mchezo huo inabidi urudiwe tena. Wasipotokea Young Africans basi watakatwa alama na huenda wakaweza kushuka daraja, lakini hatima yake sasa baada ya kualamika na jambo kufika mamlaka za juu zaidi na kuweza kuandika tena
upya Young Africans, barua ambayo ina kurasa 167, imeonekana kwamba uchunguzi uweze kufanyika tena na tarehe hiyo ambayo ilikuwa imepangwa iweze kusitishwa. Kwa hiyo moja kwa moja Young Africans tayari wameanza kuona matunda mazuri. Engineer akiweza kusema maneno haya ambayo naenda kuyanukuu, Young Africans ina haki, na ukitazama kanuni ambazo walizofuata bodi ya ligi kuahirisha mchezo huo hazisemi kwamba mchezo huo ulikuwa unapaswa kuahirishwa, bali zilikuwa zinasema kwamba kama kuna tukio lolote liliweza kutokea, shida aina yote imefanywa timu ambayo imeweza kutokea, basi mchezo ulikuwa unatakiwa upigwe kwanza. Baada ya kupigwa, basi taratibu ziweze kufuatwa, julikane nani kashinda nani kashindwa, kama ni draw au ni vipi, taratibu ziweze kufuatwa. Lakini kuahirishwa kwa mchezo huo ilikuwa si kanuni zinasema hivyo, na ilikuwa ni makosa makubwa sana. Akiweza kufurahia kuhusiana kuahirishwa tena kwa tarehe hiyo, lakini ukiweza kusema kwa wenyewe bado wako ndani ya haki na hawachezi mchezo huo hata kama watashindwa na kesi hii, na hata kama itatokea chochote kile, basi mchezo huo hawatocheza. Kwa hiyo kama watashuka daraja, acha washuke daraja, na ikiwezekana wanaweza wakahama ligi ya Tanzania.